Kwa nini Kitulo? Watu wengi wanajiuliza kwa nini tuliamua kuja hapa Kileleni. Jibu ni rahisi. Hakuna mahali pengine duniani kama Kitulo. Hii ni bustani ya Mungu. Kamati ya maandalizi iliamua kuanzisha mbio hizi ikitanguliza hifadhi ya kipekee duniani. Tunataka dunia ijue kuwa Tanzania ina hazina ya maua ya asili mazuri ambayo huwezi kupata popote mahali zaidi ya Makete. Hivyo basi, wanamichezo mbalimbali pia tunawakaribisha waweze kufika ndani ya hifadhi yetu ya Kitulo, maana wao wataimarika zaidi, maana wanakwenda katika nchi mbalimbali kwenda kufanya michezo. Hivyo wakiweza kufika katika eneo hili la baridi, wanaweza kukabiliana na baridi za nchi mbalimbali. Kuinua michezo kulenga kuinua uchumi wa Tanzania, mikoa ya Njombe kwa ujumla. Wageni watakaokuja, malazi yanapatikana, chakula na huduma mbalimbali katika kituo cha Kitulo. Kitulo Garden Marathon sio mbio za faida tu. Ni mbio zenye moyo wa kijamii, sehemu ya mapato yatakayoelekezwa moja kwa moja kwenye miradi ya maendeleo ya kijamii hapa Makete, hususan katika sekta ya elimu ambao tutakwenda kuanzisha tehama, na pia upande wa afya katika kuongezea vifaa mbalimbali vya afya katika hospitali yetu ya wilaya na hospitali zingine ambazo tuko nazo katika wilaya yetu. Tunataka kukimbia kwa ajili ya kuimarisha afya za wamama na watoto na kuboresha mazingira ya kusomea ya watoto wa Makete. Kuunga mkono juhudi za Tanzania za taifa. Mbio hizi ni sehemu ya kuunga mkono juhudi kubwa za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaamini kuwa utalii huu wa michezo nguzo muhimu ya kukuza pato la taifa, kuongeza idadi ya wageni katika hifadhi na nchi yetu. Lakini pia tuna jambo la kipekee sana. Siku kabla ya marathon, siku ya tarehe 1, tutakuwa na mbio za baiskeli. Waendesha baiskeli wataanza safari yao kuanzia Njombe mjini na kupanda milima na mandhari nzuri mpaka Makete mjini, na kisha kuungana na wakimbiaji mbio za miguu ambao watakutana nao katika hifadhi ya Kitulo. Tunapenda kutumia fursa hii kukamilisha sana uendeshaji wa baiskeli na vyama vyao, kuwakaribisha waendeshaji wa baiskeli na vyama vyao kuweka historia katika hifadhi yetu ya Kitulo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbio hizi zaidi za hiari ni furaha ya kuitangaza Tanzania na fursa ya kibiashara, na pia fursa kuleta tabasamu kwa ajili ya Wanamakete. Kwetu sisi kama hifadhi ni fursa ya kutoa elimu kwa wananchi juu ya mambo ya uhifadhi na utalii, lakini pia kuhamasisha jamii kutembelea vivutio, lakini pia kulinda taswira ya hifadhi, kulinda taswira ya shirika, kulinda taswira ya wilaya ya Makete, mkoa wa Njombe, pamoja na taifa letu la Tanzania, kwa sababu hii ni hifadhi ya kimataifa. Ya kimataifa, kwa wale ambao hamfahamu, hifadhi ilishinda tuzo ya Africa's Leading Honeymoon Destination, yani kivutio kinachovutia kwa fungate barani Afrika.
Kwa hiyo ni hifadhi ambayo inajulikana. Sasa kama ni hifadhi ambayo inajulikana, na sio hapo tu, tukaingia pia kwenye kinyang'anyiro cha World Leading Destination hiyo ya fungate, na tulikuwa tunapambana na majiant, hatukufanikiwa, lakini kitendo cha kuwepo kwenye ushindani na nchi kubwa duniani pamoja na vivutio vikubwa sana duniani tayari kimetuheshimisha na kufanya tujulikane. Kwa hiyo ni muhimu sana tunapoitangaza marathoni hii tuitangaze kwa kutoa taarifa sahihi zinazohusu hifadhi pamoja na utalii wetu na uhifadhi katika nchi yetu. Kwa nafasi hiyo, kama chama cha riadha mkoa wa Njombe, tunayo furaha kubwa sana kwa waandaaji, na tunayo furaha kubwa sana na tunawapongeza sana waandaaji wa hii marathon, kwa sababu na sisi sasa tumepata pa kuanzia. Bila shaka tunatambua katika mkoa wetu, sina shaka kama kuna marathoni ilishawahi kufanyika, na ninaamini kwamba marathoni hii Kitulo Garden Marathon inaenda kuwa marathoni ambayo inapanua uwanja mkubwa sana wa kuweza kuitambua sasa mkoa wetu wa Njombe. Ndugu zangu, mkoa wa Njombe una rasilimali kubwa sana, lakini pia kupitia hii Kitulo Garden Marathon sasa watu tunaenda kuwatambulisha. Inawezekana kuna watu hawafahamu kwamba tuna hii national park ambayo inaitwa Kitulo, na tunatambua ndani kuna wanyama, lakini pia kuna garden, lakini pia kuna maporomoko, kuna vivutio vingi ambavyo viko hapa ndani. Kupitia hii marathon tunaenda kuutambulisha taifa zima, lakini pia tunaenda kutambulisha mkoa wetu kimataifa, kwamba katika mkoa wetu wa Njombe kuna vitu gani ambavyo ni vizuri ambavyo watu wanaweza wakija wakanufaika navyo. Nitoe wito au nitoe rai kwa wanariadha wote, lakini pia tutakuwa na fun run nadhani, si ndio? Na kuna wengine watatamani kuja kutembelea humu, sio wanariadha, lakini watatamani kuja kuangalia mandhari imekaaje, waje, kwa sababu kuna zile fun run ambazo zitakuwa nadhani kilomita 5 zipo, lakini pia na wanariadha ambao wanakuja kushindana, nadhani dau litatolewa, mshindi wa kwanza, wa pili mpaka wangapi wanapata kiasi gani. Ni namna gani pia ambavyo tunaamini kupitia hii marathon watu watapata fursa, watapata pesa. Kwa wanariadha wenzangu, nipende kualika sana, nidhani tarehe 2 mwezi wa 5 waweze kufika kushiriki katika hii marathon. Hifadhi ipo tayari kutoa ushirikiano na tunawakaribisha sana. Mmesikia hapa natambulishwa watu wa NMB. Wapo wapi? Wameenda kutembea. Si nani yupo wapi? Ameenda. Kumbe Watanzania wanapenda kutalii. Umeona? Watanzania wanapenda kutalii. Sasa umetaja juhudi za mama Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia ile filamu 2 zile ikiwemo ya Royal Tour. Kwa mara nyingine tena karibuni sana. Ujumbe wetu sisi hifadhi ya Kitulo ni upendo. Mmeona tumeshinda kipengele cha Africa's Leading Honeymoon Destination. Honeymoon si nifungate jamani. Mambo ya malavidavi. Kwa hiyo wakati tunatangaza hii marathon, tutangaze pia na swala la upendo. Watu wasione tu wanakuja kukimbia, waje pia kusherehekea upendo na wale wawapendao. Anaweza akawa mke wako, akawa ndugu yako, mtoto wako, rafiki yako, meti wako wa kwenye kikoba, kwa wakina mama na wakina baba pia mnaocheza vikoba, mpo pia, kwani uongo? Kwa hiyo Kitulo waje hapa kufurahia kukimbia, lakini pia kusherehekea upendo. Tunasema Kitulo, celebrate your love. Tunafanya uzinduzi wa marathoni kubwa kabisa inayofahamika kama Kitulo Garden Marathon, inayokwenda kufanyika mkoa wa Njombe, wilaya ya Makete, lakini sio kwenye eneo tu, kwenye eneo ambalo ni potential kwa Tanzania, potential kwa Afrika, eneo muhimu kwa dunia nzima. Tumeshaambiwa na mhifadhi mkuu limeshinda tuzo mbalimbali. Kwa hiyo tunakwenda kufanya marathon katika eneo ambalo ni muhimu na ni kitovu cha utalii hapa Kitulo. Ndugu zangu, kwa dhati kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sote pumzi na uhai, lakini pia kutukutanisha hapa katika ardhi hii. Ni tukio linalokwenda kuitangaza
hifadhi hii, ni tukio linalokwenda kutikisa Makete, ni tukio linalokwenda kutikisa Tanzania nzima. Lakini pia kwa sababu kituo ni hifadhi ya kimataifa, tunakwenda kuzindua marathon ya kimataifa ambayo inahamasisha utalii wa kimichezo. Nasema hii ni mbio ya kipekee kwa sababu inafanyika ndani ya kile tunachoita bustani ya Mungu, au wengine tumezoea tunasema ni Serengeti ya maua. Niwaalike wana Makete wote, watu wa Njombe, wanariadha kutoka mikoa ya karibu, wanariadha kutoka Tanzania nzima, lakini wanariadha wa Afrika Mashariki, wanariadha kutoka ulimwenguni kote kushiriki katika marathoni hii. Ni marathoni ya kipekee kwa sababu inafanyika kwenye bustani ya Mungu, bustani ambayo ina maua ya tofauti, bustani ambayo ina wanyama, ni bustani ya upendo. Niwaalike wote kuja kushiriki. Tunawaalika vijana, tunawaalika wazee, watoto, lakini pia watu wote na familia zao waje kushiriki kwenye marathoni hii kwa maana ya mashindano, lakini pia kufanya utalii wa hapa katika Kitulo. Kama ambavyo tumeweza kuelezwa na waandaaji, fedha zitakazopatikana kutokana na marathoni hii zinakwenda kusaidia kutoa huduma mbalimbali katika maeneo yetu ya halmashauri ya Makete, kwa maana ya huduma za afya, huduma za elimu kwenye shule zetu za msingi na sekondari. Mimi niwapongeze sana kwa ubunifu huo, lakini niwahamasishe wana Makete popote mlipo Tanzania, popote mlipo ulimwenguni, popote mlipo, njooni turudi nyumbani, tuijenge Makete yetu. Lakini pia watu wa Njombe, hii ni shughuli ya kwetu, tuoneshe mfano, tusiwaachie wengine kutoka mikoa mingine wafike hapa wasitukute sisi. Tunapoelekea tarehe 2 ya mwezi wa 5, siku ambayo mbio hizi zitafanyika, niendelee kuwakaribisha wageni wote kutoka maeneo yote duniani. Njooni Njombe, njooni Makete, njooni muone uzuri wa hifadhi ya Kitulo, njooni mjionee bustani ya Mungu. Tunawahakikishia wote mtakaofika katika eneo hili, usalama wa kutosha, ulinzi na huduma muhimu zitakuwepo, na huduma hizo zitakuwa za kiwango cha juu na cha kimataifa. Na kwa kusema hayo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, baba yetu Anton Mtaka, kwa heshima kubwa nazindua rasmi maandalizi ya Kitulo Garden 2025. Mungu ibariki Njombe, Mungu ibariki Tanzania, Mungu wabariki wote ambao tumeshiriki katika shughuli yetu siku ya leo. Kwa majina naitwa Emmanuel Mbogela, mimi ni mdau wa michezo. Kipekee kwanza nipende kuwapongeza wenzetu ambao wamepata wazo ya kuleta mashindano ya marathon ndani ya hifadhi ya Kitulo. Upekee huu nawapongeza kwa sababu ni kitu kinakuja kufanyika kwa mara ya kwanza ndani ya wilaya yetu ya Makete, na ni jambo la heri kwa sababu marathon kufanyika ndani ya wilaya ya Makete inaleta fursa ya kiuchumi.
na fursa ya kiuchumi iko katika eneo la wenzetu ambao wanamiliki guest lodge na hotel, kwamba zitapata wageni na watu watapata income. Lakini zaidi ya hapo, wajasiriamali wadogo wadogo vyovyote walivyo navyo watauza. Makete tuna apples, tuna parachichi, zitapata wanunuzi. Lakini zaidi ya hapo tuna viazi ambavyo eneo la Kitulo ni maarufu sana kwa kilimo cha viazi. Watauza mazao yao, lakini pia na watu wengine pia watapata exposure ya kuona Makete jinsi ilivyo. Kwa hiyo Makete pia itafunguka na watu wataifahamu Makete. Kuna watu hawaifahamu kabisa Makete. Hata ukiwaambia maeneo mengine hawajui Makete iko mkoa gani na inapatikana wapi. Kwa kupitia Kitulo Marathon basi wataifahamu Makete, lakini fursa zingine zinaweza kuongezeka. Nawaalika kwenye marathoni hii wafike Kitulo wajionea hali ya Kitulo, na ni mwezi mzuri ambao pia mwezi huo ni miezi ya ukungu. Kwa hiyo watakutana na hali fulani ya hewa ambayo si ya kusimuliwa, ni hali halisi ndio wilaya ya Makete jinsi ilivyo. Lakini watakuja kwenye eneo la mwinuko mkubwa ndani ya wilaya ya Makete, kwa hiyo wakaribie wajionee Makete jinsi ilivyo, na wadau kutoka wilaya zote, halmashauri zote za wilaya za mkoa wa Njombe wakaribie kwenye hiyo marathon, tujoin pamoja, tuenjoy pamoja. Marathon hii ni fursa. Kwa uzinduzi huu wa Kitulo Garden Marathon, kwanza tumeandika ni historia katika mkoa wetu na wilaya yetu ya Makete. Na katika uzinduzi huu tunaamini kwamba italeta uhamasishaji mkubwa. Watu wengi tunaamini watahamasika, watakuja, watakimbia, lakini si kukimbia tu, lakini pia kitendo cha kufika mahali hapa wataitangaza mbuga hii ya Kitulo National Park. Lakini pia ni tangazo la ulimwengu wote kwamba Kitulo ni mahali pazuri sana ambapo ni uumbaji wa Mungu ambao unapendeza kwa watu wote. Lakini pia isitoshe kwamba pamoja na hayo kwamba hii hifadhi ya Kitulo itakuwa ni kimbilio kwa watu wengi. Watakuja watu kwa kuangalia vivutio mbalimbali, mfano maporomoko ya maji na maua na wanyama, na hivi vyote vinaifanya Kitulo National Park iwe nzuri zaidi. Lakini mbali na kuwa na maua, lakini pia hii ni sehemu ambayo ni kama sponge ambayo inachuja maji, mengine yanaelekea kaskazini, mengine yanaenda kusini, ambayo yote yanaungana kuingia kwenye bahari ya Hindi. Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana katika hifadhi kwa nchi yetu. Kwa hiyo nashukuru sana. Asante. Jina langu naitwa Mchungaji Kriston Ngogo, msaidizi wa askofu kutoka Dayosisi ya Kusini Magharibi Magoye.